105. Zaburi 105 mlango wa 17. Ya kutia mtu moyo, ni injili ya kukupea tumaini, ni injili ambayo wewe uliyekuwa umevunjika moyo ukapate kujua kwamba Mungu hajaniwacha, Mungu yupo pamoja nami licha unapitia katika hali unayopitia. Ni injili ambayo mpendwa wangu ya kwamba usimame katika msingi wa kujua kwamba Bwana yupo pamoja nami. Kwa hivyo unapopata hilo somo litajenga nafsi yako, litajenga hatua imani. Hata utasimama kwa imani, utajengeka kwa imani na kujua kwamba kumbe nina Mungu ijapo napitia katika hali ninayopitia. Zaburi 105 mlango wa 17. Nitasoma vitabu kadha wa kadha kwa sababu ninaongelea kuhusu Yusufu. Tusome. Alimpeleka mtu mbele yao. Yusufu aliuzwa utumwani. Walimuumiza miguu yake kwa pingu, akatiwa katika minyororo ya chuma, hata wakati wa kuwadia neno lake. Ahadi ya Bwana ilimjaribu. Bwana asifiwe. Amen. Daudi ananena, anasema kwamba alipeleka mtu mbele yao. Yusufu aliuzwa utumwani. Bwana asifiwe. Kuna kipindi ambacho mwanadamu hupitia katika jaribio. Bwana asifiwe. Kuna kipindi ambapo mwanadamu Mkristo, sio mwanadamu tu, Mkristo hupitia katika mateso. Haleluya. Ndio maana Biblia inasema kwamba alipeleka mtu mbele yao. Yusufu aliuzwa utumwani, aliumizwa miguu yake kwa pingu, akatiwa katika mnyororo ya chuma, hata wakati wa kuadia neno lake. Ahadi ya Bwana ilimjaribu. Ahadi ya Bwana ilifanya nini? Ilimjaribu. Haleluya. Amen. Ilipigwa kipindi ambacho Yusufu alipitia katika jaribu, na ili ahadi ya Bwana iliyokuwa inamjaribu. Haleluya. Amen. Licha Yusufu ana maono, ana ndoto. Yusufu ni mbeba maono. Yusufu ana ndoto. Yusufu kuna hatima nzuri ambayo Mungu ameweka ndani mwake, lakini kabla hiyo hatima kutimia, kabla hiyo maono kutimia, Yusufu, ahadi ya Bwana inamjaribu Yusufu. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Unapopitia katika jaribu, kile ambacho unastahili kujua, unapopitia katika jaribu, unapopitia katika kuhangaika, unapopitia katika kuanguka, sio mwisho wa maisha. Bwana asifiwe. Amen. Yusufu alipelekwa mbele kabla ahadi ya Bwana haijatimika, kabla ya maono yake haijatimika. Yusufu anauzwa kuwa mtumwa. Yusufu anapitia katika jaribu. Licha ya maono aliyokuwa amewekwa ndani yake, maono aliyokuwa amewekwa ndani yake haijatimia, Yusufu anauzwa kuwa kama mtumwa. Haleluya. Amen. Ingalikuwa ni wewe unasema kwamba yuko wapi Mungu wa Israeli? Yuko wapi Mungu wa Elia aliyeninenea haya makubwa na meacha ninauzwa? Maana Mungu naniacha ninauzwa kama mtumwa, na uko na maono ambayo uliweka ndani mwako, uliweka ndani mwangu. Utaanza kulia, ukaanza kusema Mungu yuko wapi? Kwa sababu wewe Mungu, wewe sio muongo, na mbona haya yananikuta? Haleluya. Amen. Biblia inaniambia kwamba Yusufu aliuzwa kama mtumwa, licha amekuwa na ndoto ya kwamba nduguze wanamuinamia, wanamsujudia, licha ako na maono ya kwamba anakuwa mfalme, licha ako na maono ya kwamba anakuwa mkuu, lakini kabla ya maono kutimia, Yusufu anauzwa kama mtumwa. Bwana sifa. Amen. Hali unayopitia sio mwisho wa maisha yako. Ninanena kwa mtu aliye mahali hapa ambaye huenda anapitia katika jaribio, huenda anapitia katika
kuteseka, huenda hajafanikiwa, huenda hajapata mafanikio, huenda mambo yamekuwa mrama, huenda mambo yamemwendea mrama, huenda mambo yaendendi vile alivyokusudia. Sio mwisho wa maisha yako. Amen. Haleluya. Amen. Neno la Bwana lipewe sifa. Amen. Kuna majaribio mengine yanatengeneza baraka zako. Kuna majaribio mengine ni mbolea kwa maisha yako. Haleluya. Na kama ujuavyo, unawekelea mbolea kwa kitu, ndipo kitu kinafanya vizuri, si ndio? Kipanda vyakula, ukipanda sukuma, ukiwekelea mbolea, panda samaki ya ng'ombe, ukiweka manyoya kwa vyakula, unapata kama ni mimea, kama ni mahindi, inafanya vizuri. Bwana tusifiwe. Licha hiyo mbolea inafanyisha vitu vikuwa vizuri, lakini sio kitu ambacho unatamani kukishika, kwa sababu ni kitu ambacho kina harufu mbaya. Haleluya. Kwa hivyo kuna majaribio mengine hatustahimili kupitia, lakini lazima tuyapitie, ndiposa tuende ng'ambo ya pili. Lazima tuyapitie, ndiposa tupate mafanikio. Lazima tuyapitie, ndiposa ndoto zetu, ndiposa maono yetu yakaweze kutimia. Haleluya. Amen. Ndio maana Yusufu anasema lilo jaribu lilikuwa ni mbolea. Mwanzo wa 50:20 kudhibitisha hilo jaribu la Yusufu, anasema licha mliona mnanitesa, lakini ilikuwa ni mbolea. Mngalikosa kuniuza, ndoto yangu haingalitimia. Bwana asifiwe. Mwanzo wa 50:20 tusome. Nanyi kweli mlikusudia mabaya. Nanyi kweli watoto wetu, nanyi kweli ndugu zangu, nanyi kweli ndugu zangu, mlikusudia mabaya. Mlikusudia mabaya, mkaniuza kama mtumwa. Mlikusudia mabaya, hata mkapanga kuniua. Mlikusudia mabaya, mkapanga kuniuza as a slave. Lakini endelea. Bali Mungu aliyakusudia kuwa mema. Bali Mungu alikusudia kufanya nini? Kuwa mema. Wao waliona wanafanya mabaya, lakini Mungu, ahadi ya Bwana ilimjaribu. Bwana asifiwe. Ahadi ya Bwana ilimjaribu. Ahadi ya Bwana kwa sababu haingalitimia kama Yusufu hangaliuzwa. Haleluya. Ahadi ya Bwana haingalitimia kama Yusufu hangaliuzwa. Haleluya. Amen. Asubuhi nikajenga nikasema kwamba ahadi ya Bwana haingalitimia kama Ruth hangekwamia Naomi. Yesu angalipata wapi? Angetoka wapi? Na uzao wa Yesu unatoka kwa Ruth. Bwana asifiwe. Amen. Lazima kitu itendeke mpendwa. Hilo jaribu lazima ulipitie. Haleluya. Amen. Lazima hilo jaribu ulipitie. Malizia. Ili itokee kuokoa taifa kubwa kama ilivyo leo. Ili itokee kuokoa taifa kubwa kama ilivyo leo. Bwana asifiwe. Nyinyi mlikusudia mnafanya mabaya. Mlikusudia mmenitesa. Wivu wenu na chuki yenu ilikusudia nimetoka kwa baba yangu. Lakini hamkujua ilikuwa ni ahadi ya Bwana. Ilikuwa ni makusudi ya Bwana mniuze. Ndiposa niokoe taifa kubwa. Haleluya. Sasa unaokoa majaribio. Hilo jaribu liko na sababu. Bwana asifiwe. Hiyo hali unayopitia ina sababu. Hiyo hali unayopitia Mungu anakusudi. Mungu anakusudi. Sio kana kwamba anaachilia hilo jaribu, lakini kwa sababu jaribu lipo, kwa sababu jaribu liko ndani mwako, naye Mungu ako na kusudi. Mungu alikuwa na kusudi kwa sababu ako na uwezo, angewazuilia nduguze Yusufu wakose kumuuza, lakini kwa sababu jaribu lilikuwepo na Mungu akachukulia kutimiza ahadi ya Yusufu. Haleluya. Kwa hivyo usiogope majaribu. Usiogope hali unayopitia na kujenga mpendo mchana wa leo. Usiogope hali unayopitia.
inaenda kuzalisha, ni manyuma, ni mbolea, licha ni machungu, lakini Yusufu alipitia kipindi kigumu, lakini inazawazisha kuokoa nchi nzima. Nyumba ya wana wa Israeli, Yusufu anaiokoa kupitia kwa kuuzwa aliyouzwa. Walikusudia kutenda mabaya, walikusudia wanamtendea mabaya, lakini Mungu akachukua hayo iliyokuwa inatendeka mabaya ikawa mema kwa Mungu, ili ahadi ya Bwana ikaweza kutimia kwa Yusufu, maono yake yakatimia. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unapitia katika mateso, wengine labda ndoa zinapitia katika changamoto, wengine labda kazi zinapitia katika changamoto. Usimwache Mungu. Bwana ana kusudi. Bwana asifiwe. Haleluya. Bwana ako na kusudi. Bwana asifiwe. Jambo la pili, licha utapitia katika mateso, licha utapitia katika jaribu, lakini kumbuka ya kwamba na ujue ya kwamba Mungu katika vipindi zote, Mungu hatakuacha hadi hali yake itimie. Yusufu anapouzwa, kuna seasons. Kitabu cha Biblia kinasema kwamba kila jambo lina wakati wake. Bwana asifiwe. Biblia anasema kuna wakati wa kilio, kuna wakati wa kucheka, kuna wakati wa kupanda, kuna wakati wa kuvuna, kuna wakati wa kuzaliwa, kuna wakati wa kukufa. Maana yake kuna seasons, kuna kila nyakati. Haleluya. Tuna wakati wa baridi, tuna wakati wa kiangazi, kuna wakati wa mvua na tuna wakati wa jua. Kwa hivyo kila wakati Bwana hajakuacha kamwe. Huenda unaweza kuwa unaona kwamba Mungu amekuacha katika kipindi unachopitia. Mungu hajakuacha. Mungu alikuwa na Yusufu, licha alikuwa anapitia katika vipindi vigumu, lakini Mungu hakumwacha nani? Yusufu. Haleluya. Maisha ya Yusufu anapitia katika sehemu nne. Sehemu ya kwanza, Yusufu alikuwa amependwa na baba yake Yakobo, na Yakobo akamnunulia koti la rangi mingi, yaani kumwonyesha kwamba amempenda zaidi. Haleluya. Hiyo ni kipindi ambacho alikaa muda mdogo tu na ikaisha. Saa zingine maisha huenda inakuwa mzuri, saa zingine inabadilika. Bwana asifiwe. Anapomaliza kipindi cha baba yake kumpenda na fedha ya Mungu ya baba yake kuwa naye, nduguze wanamuuza kama mtumwa, anavalishwa vazi la utumwa. Haleluya. Anapitia katika mavazi, anavalishwa vazi la utumwa, kwa sababu ukiwa mtumwa kunalo vazi ambalo unavalishwa kama mtumwa. Sehemu ya tatu, anapoenda katika nyumba ya Farao, bibi ya Farao anapomwekelea, anapomdanganya, kwa sababu hii ni damu ya ukoo ya udanganyifu. Bwana asifiwe. Baba yake Yakobo alidanganya akapata birthright. Haleluya. Na alidanganya kwa mavazi, akachukua ngozi ya kondoo akadanganya kuwa Esau. Kwa hivyo angalia, hii birthright, hii laana ya ukoo inachipukia kwa Yusufu. Na inapochipukia kwa Yusufu, na Yusufu anataka kukataa kuvunja hii laana ya ukoo ya udanganyifu ambaye bibi ya Farao anamwekelea, atavalishwa vazi la nini? La gerezani, kwa sababu alipomdanganyia vazi la gereza akavalishwa. Haleluya. Kuna mambo ambayo yanaweza kufunga, ambayo ni mambo ya ukoo katika kipindi cha mateso unayopitia. Wengine nasababisha damu ya ukoo, lakini uko na uwezo na mamlaka ya kuvunja, uko na uwezo na mamlaka ya kuondoa baadhi zako. Generation curses, uko na uwezo wa kuvunja. Haleluya. Anapoenda gerezani, Farao anashinda kutafsiri ndoto, Yusufu anatafsiri ndoto, anapata vazi la prime minister. Bwana asifiwe. Hizi vipindi zote nne Mungu alikuwa pamoja na yeye. Haleluya. Unajua Samueli inaposema kwamba
katika uvuli wa bonde la mauti uniongoza, ananipitisha. Bwana pesifu. Lazima majaribu unapookoka, sio kana kwamba it is equal to no trials, no temptations. Unapookoka majaribu hayana budi kuwepo. Haleluya. Na unapopitia katika jaribu, huenda unaweza kuwa unapitia katika jaribu na huenda lingine linakuja zaidi. Haleluya. Bwana pesifu. Lazima tupitie katika jaribu, lazima tupitie katika majaribio, lakini Bwana anasema ya kwamba nitakuwa pamoja na wewe. Haleluya. Nitakuwa pamoja na wewe. Isaya 43:2. Isaya 43:2. Isaya 43:2. Tusome. Upitapo katika maji mengi nitakuwa pamoja nawe, na katika mito haitakugharikisha. Uendapo katika moto hutateketea, wala mwali wa moto hautakuunguza. Bwana pesifu. Amen. Upitapo katika maji mengi, hayo maji haitakupeleka. Bwana pesifu. Mungu anadhihirisha, anasema kwamba katika kila jaribu upitialo, Mungu hatakuacha. Huenda uko katika kipindi kigumu unachopitia, Mungu hajakuacha. Ninakupa tumaini, Mungu hajakuacha. Haleluya. Ninakupa tumaini mchana wa leo. Huenda kuna mambo yamekusonga, huenda kuna mambo yamekusukuma, huenda kuna mambo ni mazito, lakini Bwana anatupa haya, anasema kwamba sitakuacha. Sitakuacha hata kama unapitia katika moto, sitakuacha. Katika kipindi hiki ambacho Yusufu anatumwa mbele ya watu, Yusufu anapitia katika majaribu, Yusufu anapitia katika mateso, Yusufu anapitia katika gereza, lakini kwa yote Mungu alikuwa pamoja na yeye. Haleluya. Mungu alikuwa pamoja na yeye. Sio kana kwamba Mungu anakuwa na mtu wakati wa raha tu. Tuna wengine wakati wa shida wanamsahau Mungu. Kuna wengine wakati wa shida hawataki kumwomba Mungu, wanataka kuomba Mungu wakati wa raha. Kuna seasons. Kuna wakati unakuwa nacho, kuna wakati unakosa. Na yote zile wakati zote Mungu hajakuacha. Mungu yuko pamoja na wewe. Bwana asifiwe. Mpendwa, usifadhaike moyoni mwako. Huenda unapitia katika mateso, huenda unapitia katika changamoto, Mungu hajakuacha. Hayo unayopitia ni kama mbolea tu, inasababisha manufaa kwa maisha yako, inasababisha baraka kwa maisha yako. Usikate tamaa, usivunjike moyo kwa sababu ya jaribu unalopitia. Haleluya. Amen. Isaya 49:29. Isaya 49:1. Nisikilizeni enyi visiwa, tegeni masikio yenu enyi kabila za watu mlio mbali sana. Bwana ameniita tangu tumboni, toka tumbo la mama yangu amenitaja jina langu. Naye alifanya kinywa changu kuwa kama upanga mkali, katika kivuli cha mkono wake amenisitiri. Bwana asifiwe. Amen. Sikieni enyi mataifa, angalia vile Mungu amekuweka. Haleluya. Tangia kutoka katika tumbo la mama yako, vile Mungu amekuweka. Mungu amekusitiri, Mungu amekulinda. Usione kana kwamba Mungu hayuko na wewe katika shida. Tangia katika tumbo la mama yako, Mungu anajua, Mungu anakujua, Mungu anakujua na hajakuacha kamwe. Licha unapitia katika mambo magumu, licha unaona machangamoto, licha mambo yamekusonga, Mungu hajakuacha. Haleluya. Amen. Mungu hajakuacha mpendwa. Tumainia Mungu katika hali unayopitia. Wakati wa shida usimsahau Mungu. Ni wakati unastahili uombe sana. Haleluya. Ni wakati unastahili uombe sana, kwa sababu muujiza wako unakuja.
huenda amepitia katika shida. Kila mmoja mahali hapa huenda amepitia katika jaribu. Kila mmoja mahali hapa huenda anapitia katika vita, lakini usimwache Mungu. Mungu anakujua. Ndio maana Isaya 49:14 inasema vile Mungu anavyolinda, vile Mungu anafananisha na mama ambaye amezaa mtoto ambaye anazawacha Bwana kuzifa. Isaya 49:14. Isaya 49:14. Bali Sayuni alisema, Yehova ameniacha, Bwana amenisahau. Bali Sayuni alisema, Yehova ameniacha, Bwana amenisahau. Yaani vile wewe unaweza sema, sijui Mungu wangu yuko wapi, ndio maana napitia katika hali hii. Sijui Mungu wangu yuko wapi, ndio maana ndoa yangu iko katika hii hali. Sijui Mungu wangu yuko wapi, ndio maana kazi ya mikono zangu inakataa kupatikana. Sijui Mungu wangu yuko wapi, ndio maana pita katika hii hali ya mateso. Sijui Mungu wangu yuko wapi, ndio maana pita katika magonjwa. Endelea kusoma. 15. Je, mwanamke aweza kumsahau mtoto wake anyonyaye, hata asimhurumie mwana wa tumbo lake? Naam, hawa waweza kusahau, lakini mimi sitakusahau wewe. Bwana asifiwe. Amen. Yaani Mungu analinganisha, tuseme mama yetu Velma awache Wilberforce hapo hivi akose kumjali. Bwana asifiwe. Amen. Wenda anaweza sahau, akose kumjali, akose kumwonea huruma mwanae aliyetoka katika tumbo lake. Wenda anaweza kumsahau, lakini Mungu anasema yeye hawezi akasahau mtu wake. Mungu hawezi akakusahau. Wewe unaweza kuwa unasema kwamba Mungu ameniacha. Unaweza kuwa unasema yuko wapi Mungu wangu? Naye Mungu anasema kwamba mwanamke anaweza wacha mtoto wake aliyetoka ndani ya tumbo lake. Ule mtoto ambaye ananyonya anaweza saulika, lakini Mungu anasema yeye hatasahau mtu wake, hatasahau aliye wake. Bwana asifiwe. Na maana Yesu anasema kwamba aliyenipa baba yangu sitamwacha kapite hata mmoja. Haleluya. Amen. Mbona unafadhaika? Bwana amekuacha. Ambia Mungu akupe nguvu ya kupita katika hilo jaribu. Ambia Mungu nipe neema. Ambia Mungu nipe tu neema nishinde hili jaribu. Nipite katika kipindi hiki ambacho ninachopitia. Yusufu alipitia katika kipindi kigumu. Akiwa gerezani, hakujua kile atakachofanya. Alipitia katika hali ngumu, lakini neema ya Bwana ilimlinda. Haleluya. Daudi katika uvuli wa bonde la mauti, fimbo la Bwana na gogo yake limuongoza, akapita katika uvuli wa bonde la mauti. Bwana asifiwe. Wewe unapitia katika uvuli wa bonde la mauti, lakini Bwana hajakusahau. Mwambie Bwana akupe nguvu tu. Anasema yeye sio kama mwanamke ambaye anaweza sahau mtoto anaweza sahau mtoto aliyetoka ndani ya tumbo lake. Mungu hajakusahau. Hali unayopitia Mungu ako na wewe. Hiyo ni bonea tu. Si kumtumainia Bwana. Haleluya. Amen. Jambo la tatu, katika hali unayopitia jaribio, kuwa mwaminifu. Kipindi tunachopitia, kipindi cha majaribio, wengi wanaangukia mahali hapo. Haleluya. Ndio maana Mungu anatupa mfano, kwa sababu Yusufu alishinda katika ile kipindi la jaribu. Yusufu alishinda, na ndio maana tunapewa mfano wa Yusufu. Kwa hivyo hatuhubirii Yusufu, nahubiria wewe katika ile hali unayopitia. Ninakupa tumaini, ninakupa tumaini, ninakupa ombi ya kwamba ukuwa na tumaini ya kwamba kipindi hicho unachopitia kitambo kidogo utashinda. You won't die. Sio sehemu ambayo unaenda kukufa, sio kipindi ambacho it's your end. Ni sehemu unayopitia. Huenda sehemu nyingine inachukua muda, wengine inachukua muda kidogo, na inalingana na vile ambavyo mwenyewe utajikabidhi. Haleluya. Ukisoma kitabu cha Mwanzo 39 mstari wa 7,
Mwanzo 39 mstari wa 7. Tusome. Ikawa baada ya mambo hayo, mke wa bwana wake akamtamani Yusufu, akamwambia, lala nami. Lakini akakataa, akamwambia mke wa bwana wake, tazama, bwana wangu hajui kitu kilichowekwa kwangu nyumbani, na vyote alivyo navyo amevitia mkononi mwangu. Hakuna mkuu katika nyumba hii kuliko mimi, wala hakunizuilia kitu chochote ila wewe, kwa kuwa wewe u mkewe. Nifanyeje ubaya huu mkubwa nimkose Mungu? Nifanyaje ubaya huu mkubwa nikamkose Mungu? Nikamkose Mungu. Yes. Nifanyaje ubaya huu mkubwa ya kulala na wewe Potifa? Nikalala na wewe Potifa, nikakosa Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Yusufu alikuwa mwaminifu. Haleluya. Amen. Huyo mama alimtamani siku mingi, sio moja. Alimjaribu siku mingi, lakini akasema, nikafanya ubaya huu mkubwa nikamkosa Mungu. I am faithful to the living God, no matter the situation I'm going through. I am faithful to God. I fear God. Haleluya. Hapa ndipo mahali ambapo wengi wanatoka kwa imani, wakati wanapopitia katika jaribu, wakati wanapopitia katika majaribu, wakati mambo hayaendi sawa sawa, wengi hapa ndipo wanaanguka kwa imani. Wengi hapa ndipo wanatoka kwa njia. Wengi hapa ndipo wanatoka kwa Mungu. Lakini Yusufu anajua amebeba maono. Angelala na mke wa Herode, angelala na Potifa, Bwana asifiwe, hangalifaulu. Bwana asifiwe, hangalifaulu. Lakini kwa sababu ya kupenda Mungu hakulala na mke wa Farao. Bwana asifiwe. Ndio akasema, nikafanye maovu haya makubwa nikamkosa Mungu. Kwa sababu alijua kile alichokuwa amebeba. Kuna hatima fulani, hana maono fulani ambaye Mungu ameweka ndani mwake. Ni wapo atalala na mke wa Farao, haya maono hayatatimizwa. Ndio maana nasema kwamba singalifanya maovu haya makubwa nikamkosa Mungu. Haleluya. Kuna kipindi ambacho wanadamu pitia, kuna kipindi ambacho watu pitia, kuna kipindi ambacho watu hupitia, na wanapopitia katika hicho kipindi wanakosa kuwa waaminifu katika Mungu. Kuna kipindi ambacho ndoa zinakosa amani. Kuna kipindi ambacho amani inakosekana kwa ndoa. Unapata watu wanaanza kuenda nje ya ndoa, wanamkosa Mungu. Haleluya. Kuna kipindi watu utapitia katika mateso. Kuna kipindi watu utapitia katika mambo magumu. Watu wanaanza kujisemeza, ni heri nikunywe pombe mawazo iniondoke, ni heri nikae mlevi, ni heri nikae kwa baa niposa mawazo iniondoke. Wanakosa kuwa waaminifu katika kipindi hicho wanachopitia. Kuna kipindi ambacho watu hujiingiza kwa mambo isiyompendeza Mungu. Haleluya. Kuna kipindi utapata wanayuti, wanarika, wanaanza kuuza miili zao ili wapate mapato, wapate pesa. Haleluya. Kuna kipindi wataingia hata kwa pornographic, waanze kuona mapicha za ngono ili wapate pesa. Wengine wanajiuza kwa mangono ili wapate pesa. Hiyo ni kipindi ambacho wanakosa kuwa waaminifu machoni pake Mwenyezi Mungu. Haleluya. Licha mambo ni magumu, lakini kuwa mwaminifu. Kuwa mwaminifu kwa Mungu. Kulala njaa sio mwisho maisha. Ulisema niliuza mwili wangu kwa sababu kutakuwa na chakula. Haujakufa. Mungu yuko pamoja na wewe. Haleluya. Amen.
Usiseme nilienda kwa jirani kwa sababu mke wa bwanangu alilete chakula. Haujakufa, niko tu. Haleluya, amen. Yusufu hakuangalia kulala, aliangalia kumkosa. Hiyo ndio kitu alitangulia kuangalia, na akasema siwezi kuacha maovu, siwezi kufanya maovu makubwa kama haya nikamkosa. Siwezi kuacha Mungu kwa sababu ya kulala na wewe, mke wa Farao. Haleluya. Wakati wa mateso, wakati kipindi hiki usipokuwa mwaminifu, hapo ndipo ndoto zetu zinapotea, hapo ndipo hatima zetu zinapotea. Kwa sababu utakapoingilia ulevi, jua maisha yako inaharibika. Utakapoanza kuuza mwili wako, uingie kwa usharati, ukimwi na kungoja, hapo sasa maono yako na ndoto yako unaikatiza. Haleluya, Bwana asifiwe. Utakapoingia mara unalala na huyu, unaanza kuhesabia ndoa, hapo ndipo maisha yako inakuwa na mwisho, kwa sababu ya kutokuwa mwaminifu. Licha tunapitia katika mateso, licha tunapitia katika magumu, huenda wazazi mapato sio sawasawa, huenda kuna shida katika nyumba zetu, lakini tusije tukajiingiza kwa mambo ya giza. Kipindi ambacho kinakuwa kipindi kigumu, ambacho wengi wanakuwa kwa imani, ni kipindi ambacho mtu pitia katika mateso, ni kipindi ambacho mtu pitia katika majaribu. Ni unapata ya kwamba mtu alikuwa na imani, mtu alikuwa naomba, lakini kipindi hicho asipokuwa mwaminifu kwa Mungu, ndipo utapata mtu amejiingiza kwa dhambi. Wengi wameanguka kwa dhambi kwa sababu walipokuwa katika kipindi cha majaribio. Wengi wamekuwa kwa dhambi katika kipindi hiki cha majaribio, lakini Yusufu alistahimili, akasema sitawacha, sitatenda jambo hili mbaya nikamkose Mungu. Haleluya. Wewe umeokoka, Mungu hajakuacha. Mungu anakuandalia muujiza wako, anakuandalia baraka zako vile alivyokuwa anaandalia Yusufu. Kwa hiyo kipindi kidogo cha mateso tu, jamani, upoteze baraka zako. Haleluya. Wale kusema mniombee, nimepata virusi, sijui vilipatikana wapi. Hizo zikunywe kwa maji, jua tu penye zilipatikana, hizo zinakunywa kwa maji kweli. Kipindi hiko cha majaribio ukajipata, tuna wale ambao watakwambia unakaaje kama mjinga, unakaaje kama mshamba. Wacha tukuonyeshe vile pesa upatikana. Asua hizi siku, hizi mitandao, watu hujiuza, watu wanajiuza uchi wao, wanauza uchi wao, wanapata pesa. TikTok watu wanauza uchi wao, hawaogopi. Haleluya. Hawaogopi. Hata wazazi wanazaona msichana anatoa chupi aonekane uchi, apate pesa, apate rewards. Hizo rewards zitakupeleka kuzimu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Na hizo pesa ambazo unapatikana kwa hizo vitu kama hizo hazina manufaa. Usione utabarikiwa na hizo pesa. Hizo ni pesa za shetani na zitakuangamiza. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Kwa nini? Why to expose your nakedness? Because unataka lion. Mzungu anatumia lion. Unajua mzungu anapofika, mzungu anapotumia msichana lion 30,000. Sasa atatoa uchi, anacheza uchi, hajali amenunua nini na anamulike, atumia lion za nini, laana inakuingia. Haleluya. Kipindi unapopitia katika majaribu, kuwa mwaminifu. Haleluya. Ni nini hiyo unafanya ukiona mtu unafunika? Joe sio mwaminifu. Bwana asifiwe. Anza kuchunguza moyo wako, anza kuchunguza njia zako. Yusufu alikuwa mwaminifu.
Yaani kuna mtu hapa atakuja Ruto akamwambia njoo kwangu. Anamuuliza nikuja saa ngapi? Neno la Mungu analiwacha kando. Bwana asifiwe. Atulete mtu amwambia ukuje kwangu. Saa ngapi? Mama saa ngapi? Wako wawili lakini Yusufu anasema jambo gani baya hili nitende nikakose Mungu wangu? Bwana asifiwe. Jambo gani baya hilo ambalo unaweza tenda utoke kwa njia ya wokovu? Uanze kunywa pombe, uanze kufuta bangi, uanze kuendea kwa night club, uanze kutembea huko na huko ukiuza mwili wako. Jambo gani hilo kubwa ambalo unalifanya likakufanye ukawache Mungu wako? Uachana nalo. Kipindi unachopitia cha mateso ni kitambo kidogo tu, utapita na utashinda. Mungu anakutengenezea manufaa, Mungu anakutengenezea breakthrough, Mungu anakutengenezea mazuri. Pita tu kwa kuvumilia. Omba Mungu akupe roho ya kuvumilia, omba Mungu akupe roho ya kustahimili. Punde kidogo utayashinda. Amen. Haleluya. Amen. Tusiharibu wokovu wetu kwa sababu ya shida. Tusiharibu wokovu wetu kwa sababu ya mateso. Mateso ni sehemu ya maisha yetu, lakini Bwana atatuwezesha, tutayashinda. Sema amen. Sema amen. Haleluya. Amen. Uenda kuna mtu mahali hapa, jaribu labda lilikwenda kusukuma utoke kwa Mungu. Usitoke kwa Mungu, simama kwa Mungu. Usitoke kwa imani, simama kwa imani. Mungu atakuwezeshea vile alivyoongoza Yusufu. Yusufu akamwogopa Mungu. Wewe uko na mchungaji, watu wanakuwasaidia kuomba, lakini hausikii. Yusufu alikuwa tu peke yake, hana mchungaji, hana Biblia, yeye tuna Mungu wake peke yake. Bwana asifiwe. Lakini hapa tunawahubiria, Roho Bwana ananena, tunawatabiria, lakini bado tu mnaenda katika majaribu yanawashinda. Lakini Yusufu hakuwa na mchungaji wa kumhubiria. Yusufu alikuwa peke yake, kwa maana huko sio kama alikuwa anaomba Mungu na waombi Mungu. Yusufu alikuwa na Mungu wake, na anaambia bibi ya Farao, mimi sitaki kukosea Mungu wangu nikakosea. Bwana asifiwe. Wewe tunakuhubiria, tunakujenga. Simama kwa imani, simama kwa Mungu. Lakini hutaki kusikia. Unasema hilo jaribu lilinishinda, nikajikuta, nikafanya, nikadanganya. Wachana nayo. Mungu akupiganie vita, Mungu asimame na wewe. Kitambo kidogo tu utashinda jaribu. Kuna baraka, unatengeneza ushuhuda. Bwana asifiwe. Unaibu anakuambiaga anakutengenezea ushuhuda wako. Unatengenezea ushuhuda katika hilo jaribu, unatengenezea ushuhuda. Utaambia watu, msinione vile nilivyo. Kunayo kipindi nilikuwa napitia, lakini huyu Mungu anaitwa Jehova Shama. Huyu Mungu ambaye ni Emanueli alikuwa pamoja nami katika jaribu nilikuwa napitia. Alisimama nami. Vile nimefika hapa ni kwa neema tu yake Mwenyezi Mungu. Alinipitikania vita, nikapata kushinda kupitia kwa njia ya imani. Haleluya. Amen. Tusianguke kwa imani. Usitoke kwa ndoa kwa sababu ya jaribio. Simama kwa ndoa yako. Bwana asifiwe. Simama kwa nyumba yako. Usiwache Mungu. Ruth akaambia Naomi ya kwamba Mungu wako atakuwa Mungu wangu. Kule uendapo nitaenda pamoja na wewe. Bwana asifiwe. We like to quote that verses when you are marrying or when you are wedding. Bwana asifiwe. Matilisha sometimes unasema kwamba ninaachana na huyu mtu. Hallelujah. Stick firm to your marriage. Don't divorce. Don't divorce. Bwana yupo pamoja na wewe. Kipindi kidogo tu mambo yatakuwa sawa. Haleluya. Napomalizia, licha Yusufu anapitia katika mambo magumu, licha Yusufu anapitia katika mateso, lakini alikuwa anafafanua, anatimiza ndoto za wengine. Licha ndoto yake ilikuwa imekufa, kwa maana yeye alikuwa anaona vile wamemuuza kama mtumwa, labda alikuwa anaona yeye angefanya mambo kule Israeli, lakini ameuzwa kama mtumwa Misri. Yeye ndoto yake ilikuwa imekufa. Haleluya. Licha ndoto yake ilikuwa imekufa ya watu kumuinamia, lakini hakukufa kusaidia ndoto za wengine.
Ukisoma Mwanzo 41, Farao anaota ndoto, anaita waganga wote. Hebu soma tu hapo kuanzia moja hapo. Anaita waganga wote wafafanue hizo ndoto. Ndoto sipo tu, lakini iliwashinda. Kwa hivyo Mungu alikuwa anatafuta sasa kuinua Yusufu mahali. Unajua Mungu anasababisha kitu tu upate upenyo, kwa sababu hiyo ndoto waganga wangalifafanua, Yusufu angalikufia gerezani, kwa sababu hakuna yule ambaye angesaidia Yusufu kutoka gerezani kwa mashtaki ya kulala na mke wa Farao. Zaburi 105, Zaburi 105 mlango wa 17. Ni injili ya kutia mtu moyo, ni injili ya kukupea wewe tumaini, ni injili ambayo wewe uliokuwa umevunjika moyo ukapate kujua kwamba Mungu hajaniwacha, Mungu yupo pamoja nami licha unapitia katika hali unayopitia. Ni injili ambayo inakujenga mpendwa wangu, ya kwamba usimame katika msingi wa kujua kwamba Bwana yupo pamoja nami. Kwa hivyo unapopata hilo somo litakujenga, litajenga nafsi yako, litajenga hatua imani. Hata utasimama kwa imani, utajengeka kwa imani na kujua kwamba kumbe nina Mungu ijapo napitia katika hali ninayopitia. Zaburi 105 mlango wa 17. Nitasoma vitabu kadha wa kadha kwa sababu ninaongelea kuhusu Yusufu.